Habari za kutwa mtazamaji wa Westcoast TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari leo Mei 15, 2025. Uko na Mipendo Godson na kusogezea taarifa hii ya habari jioni ya leo katika studio zetu zinazopatikana hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Jeshi la polisi limeanza uchunguzi wa tukio la kushambuliwa kwa mwanafunzi wa kidato cha pili mwenye umri wa miaka 16 ambaye jina lake limehifadhiwa kutoka katika shule ya sekondari Morogoro. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkama amesema walipokea taarifa ya tukio hilo kituoni hapo, ambapo inadaiwa kuwa mwanafunzi huyo alishambuliwa na walimu zaidi ya mmoja akiwa pamoja na wenzake kwa madai ya kufeli mtihani. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linathibitisha kuwa linafanya uchunguzi wa tukio la shambulio la kuzuru mwili ambao limetolewa kwenye kituo chetu cha polisi mkoa wa Morogoro, lakini pia picha za mwathirika ambaye zimeonekana kwenye mitandao ya jamii. Kwa taarifa zake ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari ambayo kwa sasa sitahitaja kwa jina. Uchunguzi wa tukio hili umeanza na mwathirika amepewa huduma za kipolisi na pia ameshatibiwa na kuruhusiwa kutoka hospitalini. Yeye amesema aliyemfanyia shambulizi hili ni mwalimu zaidi ya mmoja na hakuweza kutaja ni majina gani. Kwa hiyo uchunguzi ndio utakao tuelekeza. Na sababu ya kushambuliwa hivi inasemekana kwamba kwa maelezo yake kwamba ni baada ya kuwa ameshindwa kwenye mtihani ambao walikuwa wamepewa pale shuleni. Kwa hiyo akawa amepewa adhabu ya viboko. Kwa hiyo sasa sisi tunafanya uchunguzi, tumepokea taarifa yake. Kinachotakiwa sasa ni kufanya uchunguzi kufuatilia kama ni kweli hili jambo limetokea katika shule ya sekondari aliyoitaja kwenye maelezo yake. Nasoma kidato cha pili D, shule ya Morogoro sekondari. Siku ya tarehe 13 mwezi wa 5 ambao ni jana, ilikuwa mida ya saa 7, tuliitwa wanafunzi wote wa kidato cha pili ili kuadhibiwa wale ambao walikuwa wameshuka daraja. Walikuwa wanaadhibu watu waliopata 4 na 0. Walikuwa wanataja majina yao. Walianza na watu wa 0 akawaadhibu, alafu tukafuata sisi wengine tuliopata 4 wakatuadhibu. Na walikuwa of course walimu wengi na walimu wengine siwajui. Walituadhibu kila mwalimu fimbo 3 au zingine wanazozitaka. Na sisi wengine walituchapa kwenye sana mapajani na walinivimbisha sana, na wengine walipigwa wakaumia mikono, na wengine walizimia, na wengine wakapandisha mashitani. Alafu tulivyotoka hapo tukapewa adhabu ya kukunja ngumi, kupiga push up kutumia ngumi kwenye kokoto ndogo ndogo. Alafu kila mwalimu anapita nyuma atupiga fimbo zote anazozitaka. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa ameeleza kuwa wizara yake kupitia mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA hadi kufikia Machi 2025 imeendelea na maboresho katika bandari ya Dar es Salaam, ikiwemo uboreshaji wa gati namba 8 hadi 11 na gati namba 12 hadi 15, ambapo upembuzi yakinifu umekamilika. Wakati wa wasilishaji wa bajeti ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka 2025-2026, Waziri Mbarawa amesema kuwa maboresho hayo yanaenda sambamba na ujenzi wa miundombinu ya kupokea mafuta pamoja na ujenzi wa matanki 15 ya mafuta yenye uwezo wa kuhifadhi jumla ya mita za ujazo 378, ambapo hadi sasa ujenzi umefikia 25%. Utoaji wa huduma za uchukuzi, huduma za bandari. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia mamlaka ya usimamizi bandari Tanzania yani TPA imeendelea kusimamia bandari za mwambao bahari ya Hindi na maziwa makuu kwa kuendeleza miundombinu na utoaji wa huduma za kibandari, kulinda mazingira na usalama wa bandari kwa viwango vinavyokubalika na kuweka mazingira mazuri yatakayowavutia wawekezaji. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam, hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu, serikali imeendelea na uboreshaji wa bandari hiyo, ikiwemo uboreshaji wa gati namba 8 mpaka 11 na gati namba 12 mpaka 15, ambapo pembuzi yakinifu na uboreshaji gati hizo umekamilika. Aidha, ujenzi wa miundombinu wa kupokelea mafuta pamoja na matenki 15 mafuta yenye uwezo wa kuhifadhi kiasi cha mita za ujazo 378,000 umeendelea na utekelezaji wake umefikia 25%.
Hali kadhalika uboreshaji wa bandari ya Tanga unaendelea ili kuongeza uwezo wa kuhudumia shehena kwenye kanda ya kaskazini na nchi za jirani. Maboresho yaliyofanyika hadi hivi sasa ni pamoja na kuongeza kina cha maji kutoka mita 3 hadi mita 13 na upanuzi wa eneo la kuingia na kutokea bandarini lenye upana wa mita 73 na eneo la kugeuzia meli kuwa na kipenyo cha mita 800. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia TPA imeendelea na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa gati jipya na conveyor belt katika bandari ya Kisiwa Mgao ambayo ni maalum kwa ajili ya kuhudumia shehena chafu yani dirty cargo kama vile makaa ya mawe na saruji. Katika kuendelea na utekelezaji wa mradi huo, tayari usanifu wa kina umekamilika. Kwa sasa mkandarasi anaendelea na hatua ya maandalizi kwa ajili ya kuanza ujenzi. Lengo la mradi huu ni kuwezesha bandari ya Mtwara iendelee kutoa huduma kwa ufanisi bila kuathiri mazingira. Aidha, serikali imekamilisha kuhuisha upembuzi yakinifu na usanifu wa awali wa ujenzi wa bandari mpya Mbegani iliyopo Bagamoyo. Ujenzi wa bandari hiyo ya kimkakati itachochea shughuli za viwanda na biashara katika eneo la ukanda maalum wa kiuchumi wa Bagamoyo. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 imeendelea na ujenzi wa bandari kavu ya Kwala ambapo ujenzi wa bandari ya sakafu ngumu yani pavement yenye ukubwa wa hekta 5 kwa ajili ya kuhifadhia shehena umefikia 96.6%. Bandari hiyo imeendelea kuhudumia makasha kutoka bandari ya Dar es Salaam na hivyo kuongeza ufanisi na kupunguza msongamano katika jiji la Dar es Salaam. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameitaka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kuhakikisha inafanyia kazi suala la kadi ya jamii kadi kutumika katika usafiri wa mabasi yaendayo haraka BRT kama ilivyo katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kivuko cha Kigamboni. Majaliwa ametoa maagizo hayo baada ya kutembelea kituo cha kuhifadhia data kimtandao kilichopo Dar es Salaam. Sasa tunataka sasa kuonyesha uwezo wetu kuweza kuingia kwenye mwendo kasi. Lakini nia hasa Mheshimiwa Rais na maelekezo yake ni kwamba N-card hii ndio inakuja kuwa jamii card. Na namba yetu ya NIDA inakuwa jamii namba. Sasa Mtanzania awe na namba moja. Kuanzia anazaliwa mpaka anafariki. Ukienda kuandikisha mtoto shule itatumika namba yake. Akiingia kidato cha kwanza namba hiyo hiyo mpaka chuo kikuu. Na kwenye malipo jamii card. Na yenyewe ifanye malipo kwa maeneo yote. Kwa akaunti yako ya benki unayoitaka itakuwa ndani ya jamii card. Muamala wako wa simu wa pesa unaotaka utakuwa ndani ya jamii card. Utafanya manunuzi na huko tunakoelekea tutakuwa na soft card. Kama mmeenda nje za nchi ama mnaweza kuangalia kwenye mitandao kwenye YouTube. Siku hizi wenzetu baada ya kuwa na kadi moja anakuwa na kadi kwenye simu yake. Yaani ile kadi inakuwa ni soft card. Kwa ukienda kununua bidhaa badala ya kutoa kadi kuswap kwenye mashine, unatoa simu inagusianishwa na mashine, unakuwa umelipia, una scan. Kwa ndio huko tunakoelekea na ndio huko ambapo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametufikisha. Sekta binafsi inatumia kituo hiki. Hapa kuna data za mabenki, kuna data za makampuni ya simu, kwa sababu kama nilivyosema, sio kila mtu ana uwezo wa kuwekeza kwenye data center. Na serikali kwa kuliona hili sasa hivi ina mpango kuwekeza kwenye data center nyingine, moja Zanzibar, moja Dodoma, ili mteja yoyote Azam, TBC, ITV asifanye kazi ya kuwekeza tena kwenye data center. Yaani hizi data mnazozikusanya hapa ziwe computed kwenye data center hizi za pamoja. Kwa hiyo unalipia pango. Ni kama nyumba ya kupanga. Kwamba uwezo kusafiri ukaenda Mwanza ukanunua nyumba ukajenga nyumba, utalala hoteli. Yule anajenga hoteli, amejenga nyumba, ameweka vitanda, ameweka mashuka, ili ukifika Mwanza umlipe gharama ndogo, ulale siku 2 siku 3 uondoke kwenda kwenye shughuli zako nyingine. Lakini kwa kila mtu akienda kila sehemu anajenga nyumba, gharama ingekuwa ni kubwa. Na serikali imeanza mchakato wa kuwasajili madereva wa vyombo vya magurudumu mawili maarufu kama bodaboda katika mfumo maalum ili waingizwe katika utaratibu rasmi. Mheshimiwa Asha Abdullah Juma, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Tunatambua umuhimu wa sekta hii ya wanabodaboda inavyosaidia kwa kuzalisha ajira kwa vijana. Vijana ni jukumu la mamlaka kuhakikisha kwamba vijana hawa wanabaki salama. Lakini vijana wengi wanaendelea kupata ajali, wengine wanapoteza maisha, wanakuwa vilema. Je, serikali ina mpango gani kuhakikisha kwamba katika huo usajili vijana hawa wanapewa sharti la kwanza kwamba ni lazima watumie kofia ngumu wakati wanaposafirisha abiria? Swala la pili, je, serikali ina mpango gani kuhakikisha kwamba ni lazima kila mwendesha bodaboda awe amesajiliwa ili kuweza kuwaratibu vizuri na sio jambo la hiari kama ulivyoeleza Mheshimiwa Waziri, ili hawa watu wanaweza kuratibiwa vizuri? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Asha
Kwanza napenda atambue kuwa usajili wowote kwa vyombo vya moto ambavyo vinaendeshwa barabarani, basi anastahiki au ni lazima awe na kofia ngumu. Na pia nitoe wito kwa wananchi kuwaelekeza kwamba mtu yoyote au mwananchi yoyote asikubali kupakiwa katika chombo cha miguu miwili ambacho kinaendeshwa barabarani bila ya kuvaa kofia ngumu kwa usalama wao na maisha yao. Swali lake la pili, Mheshimiwa Spika, wafanya kama alivyoeleza, bodaboda wote wamesajiliwa au vyombo vya moto vyote vimesajiliwa. Huu usajili ambao unaoendelea ni kwa kuwawezesha kiuchumi wafanyabiashara hao, ili biashara zao au kazi zao ziweze kuendelea kukua na kujiwezesha, ili kuhakikisha kwamba hawana wasiwasi na maisha. Na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya hivi kuhakikisha kwamba wananchi wake wote basi wanakuwa na maisha ambayo hayana matatizo wala changamoto yoyote. Asante Mheshimiwa Spika. Zaidi ya kaya 3900 za mkoa wa Singida zitaanza kunufaika na huduma ya nishati ya umeme baada ya serikali kutoa fedha zaidi ya shilingi bilioni 17 kwa ajili ya kusambazwa kwa umeme kwenye vitongoji 120 vya mkoa huo ambavyo vilikuwa bado havijapata nishati hiyo. Kwa mkoa wa Singida vijiji vyote 441 vishafikiwa na umeme na vitongoji 1052 kati ya 2289 tayari vishafikiwa na umeme. Kwa tabaka vitongoji 1207 tu ambavyo havina umeme. Kati ya hivyo tuna vitongoji 120 ambavyo mradi wake ni huu hapa, tunamtambisha mkandarasi, vitongoji 15 kwa kila jimbo. Lakini pia tuna mradi mwingine mkubwa ambao tumeutangaza hivi sasa, tuko kwenye hatua ya evaluation, ambao na vitongoji 376. Kwa hiyo vitongoji ambavyo vitabakia kuwa uncommitted kwa mkoa wa Singida ni 741 tu. Kwa hiyo as we speak, vitongoji ambavyo vina mradi mpaka sasa hivi kwa mkoa wa Singida ni 741. Na hivi tunapaswa kufikisha umeme kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia sasa kulingana na upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi tunaamini kama kila kitu kinaenda sawa kama tulivyopanga, vitongoji hivi by 2030 tutakuwa tumemaliza vyote. Na sasa hivi mtatuona kwenye vitongoji, muda wenyewe ndio huu. Kwa hiyo mnatupa maneno ya kwenda kwa majukwaa kusema kwa kujiamini. Tulisema na tunatekeleza sasa. Kwa hiyo niseme Transpa, karibuni sana. Sisi ndugu zenu wa Singida tunawapokea, tutawapa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha kwamba kazi inaenda kama mlivyopanga. Lakini mimi kwa namna kipekee niseme kwa sauti kubwa, nimeipenda hii spirit ya kwenu. Ya kwamba ni kweli kwamba tunamtengea mtu miaka 2 aweze akatenda mradi. Lakini kumbe wakati mwingine wa kutumia uzoefu, namna ulivyofanya maeneo mengine, unaweza ukaushusha ule muda kwa 50%. Hili ni jambo ambalo Tanzania wengi tunalihitaji ili tufikie maendeleo ya kweli. Umeme kwenye vitongoji sisi ni fursa. Viwanda vidogo vidogo kuprocess mazao yetu tunaolima huko kwa wakulima. Kwa hiyo mimi niseme hii nimeipenda na nitaibebea bango, nitaisema kweli ili wengine wote huko nchini wasikie, na wenyewe walioko kwa punguze miaka 2 waende kwenye 50, Tanzania yote iwake taa. Tunaamini tutashirikiana vizuri na serikali na wananchi ili kila mwananchi afaidi matunda ya serikali yanayotolewa. Nishati ya umeme kwa sasa ni hitaji muhimu, kwa sababu ni moja kati ya nishati safi ambayo wananchi wanatakiwa kuipata na ni ya muhimu katika maisha ya kila siku. Tunafahamu katika aina za nishati, umeme ndio ambao unaweza ukautuma ukafanya kazi tofauti tofauti. Ukisema unataka kusaga, mawasiliano, hata nyinyi waandishi wa habari, hii yote ni kazi ya umeme. Sasa katika vitongoji hivi 120, jumla ya shilingi bilioni 17.3 itatumika. Na nikimalizia na taarifa ya habari jioni ya leo mtazamaji, Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega ameitaka bodi ya usajili wa wakandarasi CRB kuwachukulia hatua wakandarasi wazembe wanaosababisha hasara na hatari kwa serikali na wananchi kwa kutokamilisha miradi kwa wakati. Ulega ametoa agizo hilo wakati akifungua mkutano wa mashauriano na wadau wa sekta ya ujenzi kwa mwaka 2025
uliobebwa na kauli mbiu ukuaji wa wakandarasi wa ndani, fursa na changamoto, na kusisitiza kuwa wakandarasi hao wana wajibu mkubwa katika kuinua uchumi wa nchi na maendeleo ya jamii. Ndugu makandarasi na wadau wa sekta ya ujenzi, naiagiza bodi ya usajili ya makandarasi kusimamia kwa vitendo kwa kuwachukulia hatua kali makandarasi wote wanaothibitika kukiuka wajibu wao. Ikumbukwe kuwa makandarasi mna mchango mkubwa katika kuinua uchumi wa nchi yetu. Pale makandarasi wanaposhindwa kutimiza wajibu wao, wanachelewesha wananchi kupata huduma zinazokuwa zimekusudiwa, na pia wanaitia serikali hasara. Na ndio maana mathalan juzi nilipata nafasi ya kwenda kukagua barabara kule Tanga, na nikakuta mkandarasi mzembe na tukamchukulia hatua. Lakini vile vile sikuishia tu kumchukulia hatua ile niliyotangaza pale. Nimewaagiza wataalamu wetu wakiongozwa na katibu mkuu. Sisi tumekuwa tukidaiwa fidia tunapofanya ucheleweshaji na mambo mengine. Ninyi nyote mnafahamu. Sasa yule mkandarasi hatudai sisi, tumemlipa fedha zote, lakini yuko nyuma ya muda kwa kiwango kikubwa sana. Nimewaagiza wataalamu, serikali inapaswa kumdai fidia yule pia kwa sababu ya uzembe aliyoufanya. Na kwa hivyo bodi ni lazima musimamie vyema mambo ya namna hii kwa miradi yote nchini. Ninyi mwe ni sehemu ya kutupa sisi ushauri. Hata kwa hawa makandarasi wa nje, msituache bila kutupa ushauri juu ya performance zao. Ndugu makandarasi na ndugu wadau wa ujenzi, napenda kuhakikishia kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, iko pamoja nanyi na inathamini mchango wenu katika uchumi wa nchi yetu, na hivyo mkijipanga inavyopaswa mtafanikiwa na kuongeza mchango wa makandarasi katika kuendeleza uchumi wa nchi yetu. Na mimi niwapeni tena matumaini. Najua jambo ambalo litachukua muda mwingi sana kujadiliwa katika mkutano huu wa mashauriano ni madeni ya makandarasi. Ninafahamu. Mimi naomba niwahakikishieni, ninaposema ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kwamba tutakapo kila tunachokipata kipaumbele kiwe ni makandarasi wa ndani, ninasema hivi kwa dhati. Makandarasi wajiepushe na vitendo vya rushwa, kwa kukataa kushawishika au kushawishiwa kutoa rushwa. Washindane katika haki ili kupitia michango wao katika makandarasi wakuza uchumi wa nchi yetu. 4. Makandarasi waungane na kufanya kazi kwa ubia, joint ventures. Pia zinapojitokeza fursa za miradi mikubwa, hii itawezesha kutimiza vigezo vya zabuni za miradi mikubwa na kuitekeleza kwa ufanisi miradi hiyo. Changamoto nyingine ilikuwa ni masharti magumu ya ushindani kwenye zabuni yanayowatoa makandarasi wa ndani, yakihusisha turnover, dhamana za benki, uzoefu wa kazi zinazofanana, mitambo na pesa za kuendesha kazi. Napenda kuwajulisha kwamba utekelezaji serikalini unaendelea. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo. Nikushukuru sana kutenga muda wako wa thamani kutazama SQF TV. Ulikopo na Mipendo Goto, nikutakia wakati mwema. Foundation wa ushirikiano hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0753 108 944 au 0734
0738229449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.